Tupo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Dogo Yusufu. Habari yako? Namshukuru Mungu. Uko vizuri? Uko vizuri kabisa. Uko sawa sawa? Niko swadakta kabisa ndugu yangu. Mchezo umemalizika, mnyama Simba akiwa nyumbani anaondoka na bao moja dhidi ya Stade Malien. Ulikuwa ni mchezo namna gani siku hii ya leo? Umetazama Simba wamebadilika maeneo gani zaidi? Tukija kwenye mabadiliko ya Simba bado hakuna improvement kubwa sana. Zaidi utasifu ameweza kupata matokeo kwa mara ya kwanza akiwa uwanja wake wa nyumbani. Lakini tofauti na hapo bado kuna kazi kubwa sana ambayo Steven Becker anapaswa kuifanya. Tazama kwenye kikosi chake ni kama kinakosa balance eneo la katikati. Aina ya wachezaji alionao wanahitaji zaidi kwenda mbele kuliko wakiwa wanacheza eneo lao la katikati, kwa maana uoni wachezaji wa Simba wakiwa wanamiliki mpira kwa dakika 2 na kuendelea. Yaani kuna kitu ambacho kinakosekana eneo la katikati. Hapa ndo utamhitaji Deborah Fernandez Mavambo, kina Fabrice Ruamba Ngoma. Niliwahi kusema katika kila maamuzi ambayo yanafanyika huwa kuna impact, lakini pia kuna hasara zake. Yaani kuna faida na hasara. Kumeondoka wachezaji wengi sana kwenye kikosi cha Simba wakiwa na mwalimu mpya ambaye ni Fadlu Davis msimu uliopita. Mchango wao tuliweza kuona, lakini kumefanyika mabadiliko makubwa sana na hadi hivi sasa bado hajaanza kuleta faida kubwa sana kwenye kikosi cha Simba. Mimi naamini kwenye ubora wa Simba alipaswa kuwa anaongoza kwenye hili kundi. Stade Malien alikuwa anapigwa nje ndani kwa namna ambavyo anacheza, lakini kutokana anakosa huo utimamu wa kutekeleza majukumu ya mwalimu kwa 100%. Changamoto imekuwa ni kubwa sana Simba kuweza kuwa na consistency kuanzia dakika ya kwanza dakika ya mwisho. Tazama kwenye mechi nyingi sana ambazo Simba amefungwa kipindi cha pili. Kwa hiyo kunaonekana kwamba bado kuna changamoto. Simba ikirudi kipindi cha pili inakuwa inabadilika tofauti na ile ambayo inaanza mechi. Fitness wanakosa wachezaji? Ni sahihi. Wachezaji bado wanakosa fitness. Tazama idadi kubwa wachezaji wa Simba bado wanahitaji zaidi muda wa kuzoeana na wenzake, lakini pia uwezo wa kutekeleza majukumu ya mwalimu kwa 100% bado yapo kwenye yako chini sana. Imekuwa ikikumbwa na injury kubwa sana. Tazama kwenye eneo la center back leo, Lucien Dero pamoja na Ismail Tule wamelazimishwa kucheza. Naweza nikasema kuumia kwa Wilson Nangu kumegharimu sana Simba, kwa sababu wanalazimishwa kucheza wakiwa na center back ambaye ana sifa hizo. Unajua kwenye mpira kuna nafasi ya mchezaji na utekelezaji wa majukumu. Lucien Dero sio mchezaji ambaye ni bora sana kwenye kutumia mguu wake wa kushoto kama ilivyo pia kwa Ismail Tule. Ndio maana kocha katika maamuzi yake ama kwenye mazoezi ameona kidogo Lucien kidogo anaweza akafanya hayo maamuzi ambayo ama kila ambacho anakihitaji ama alichokuwa anakipata kwa Nangu. Ndio maana amemwamini, lakini unaona kipindi cha kwanza Lucien alikuwa anafanya makosa yakaenda kusawazishwa. Kwa hiyo wanaelekea kwenye mchezo mgumu. Watacheza mechi yao moja ya ligi kuu dhidi ya Tanzania Prison nafikiri. Baada hapo anakwenda kukutana na Young Africans. Endapo hakutokuwa na improvement kubwa kwa namna ambavyo timu inacheza, huenda wakaenda kupoteza kwa mara nyingine. Kwa hiyo Steven Becker bado na kazi kubwa ya kufanya. Nadhani katika malengo yake ya kushinda mchezo wa kwanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa msimu amefanikiwa. Lakini kwa namna ambavyo timu inacheza bado kuna kazi kubwa ambayo anapaswa kuifanya. Bao la Oura unalizungumziaje? Uwezo binafsi ama ni timu? Nadhani ni uwezo binafsi. Najua kuna mchambuzi aliandika kwamba Simba imemsajili mchezaji ambaye hajacheza msimu mzima. Nikamwambia hicho si kigezo cha kumfanya Enseti Oula akashindwa kwenda kuperform. Nikatoa mfano kwa mchezaji kama Mudathir Yahya, alikaa muda mrefu sana hajacheza kabla ya kwenda Young Africans, lakini alienda akaperform. Kwa hiyo hata kwa Enseti Oula imekuwa ni rahisi kuweza kuperform kwa sababu anajua wajibu wake. Nadhani Simba amepata mchezaji mzuri zaidi, anahitaji tu muda na kuanza kuzoea mazingira. Lakini kitazama pia hata namna ambavyo Luemba anacheza, ni bonge moja la mchezaji, pasa mzuri, lakini si mchezaji ambaye ana pressure akiwa na mpira. Uwezo wake wa kuweza kutumia maarifa kwenye nyakati ambazo anamhitaji yako kwa 100% kubwa sana. Kwa hiyo nadhani tuendelee kumpa muda Steven Becker, kwa sababu amekuja kuikuta timu ikiwa kwenye setup nyingine na amelazimika kuibadilisha tena kwa 100% kubwa. Kama eneo gani zaidi? Tukija kwenye mabadiliko ya Simba bado hakuna improvement kubwa sana. Zaidi utasifu ameweza kupata matokeo kwa mara ya kwanza akiwa uwanja wake wa nyumbani. Lakini tofauti na hapo bado kuna kazi kubwa sana ambayo Steven Becker anapaswa kuifanya. Tazama kwenye kikosi chake ni kama kinakosa balance eneo la katikati. Aina ya wachezaji alionao wanahitaji zaidi
kwenda mbele kuliko wakiwa wanacheza eneo lao la katikati, kwa maana uoni wachezaji wa Simba wakiwa wanamiliki mpira kwa dakika 2 na kuendelea. Yani kuna kitu ambacho kinakosekana eneo la katikati. Hapa ndo utamhitaji Deborah Fernandez Mavambo, kina Fabrice Ruamba Ngoma. Niliwahi kusema katika kila maamuzi ambayo yanafanyika huwa kuna impact, lakini pia kuna hasara zake, yani kuna faida na hasara. Kumeondoka wachezaji wengi sana kwenye kikosi cha Simba wakiwa na mwalimu mpya ambaye ni Fadlu Davis msimu uliopita. Mchango wao tuliweza kuona, lakini kumefanyika mabadiliko makubwa sana na hadi hivi sasa bado hajaanza kuleta faida kubwa sana kwenye kikosi cha Simba. Mimi naamini kwenye ubora wa Simba alipaswa kuwa anaongoza kwenye hili kundi. Sten Malieni alikuwa anapigwa nje ndani kwa namna ambavyo anacheza, lakini kutokana anakosa huo utimamu wa kutekeleza majukumu ya mwalimu kwa 100%, changamoto imekuwa ni kubwa sana Simba kuweza kuwa na consistency kuanzia dakika ya kwanza dakika ya mwisho. Tazama kwenye mechi nyingi sana ambazo Simba amefungwa kipindi cha pili. Kwa hiyo kunaonekana kwamba bado kuna changamoto. Simba ikirudi kipindi cha pili inakuwa inabadilika tofauti na ile ambayo inaanza mechi. Fitness wanakosa wachezaji? Ni sahihi. Wachezaji bado wanakosa fitness. Tazama idadi kubwa ya wachezaji wa Simba bado wanahitaji zaidi muda wa kuzoeana na wenzake, lakini pia uwezo wa kutekeleza majukumu ya mwalimu kwa 100% bado yapo kwenye yako chini sana. Imekuwa ikikumbwa na injury kubwa sana. Tazama kwenye eneo la center back leo, Dushen Dero pamoja na Ismail Tule wamelazimishwa kucheza. Naweza nikasema kuumia kwa Wilson Nangu kumegharimu sana Simba, kwa sababu wanalazimishwa kucheza wakiwa na center back ambaye ana sifa hizo. Unajua kwenye mpira kuna nafasi ya mchezaji na utekelezaji wa majukumu. Dushan Deroku sio mchezaji ambaye ni bora sana kwenye kutumia mguu wake wa kushoto kama ilivyo pia kwa Ismail Tule. Ndio maana kocha katika maamuzi yake ama kwenye mazoezi ameona kidogo Rushen kidogo anaweza akafanya hayo maamuzi ambayo ama kila ambacho anakihitaji ama alichokuwa anakipata kwa Nangu. Ndio maana amemwamini, lakini unaona kipindi cha kwanza Rushen alikuwa anafanya makosa yakaenda kusawazishwa. Kwa hiyo wanaelekea kwenye mchezo mgumu. Watacheza mechi yao moja ya ligi kuu dhidi ya Tanzania Prison nafikiri. Baada hapo anakwenda kukutana na Young Africans. Endapo hakutokuwa na improvement kubwa kwa namna ambavyo timu inacheza, huenda wakaenda kupoteza kwa mara nyingine. Kwa hiyo Steven Beka bado ana kazi kubwa ya kufanya. Nadhani katika malengo yake ya kushinda mchezo wa kwanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa msimu amefanikiwa. Lakini kwa namna ambavyo timu inacheza bado kuna kazi kubwa ambayo anapaswa kuifanya. Bao la Oura unalizungumziaje? Uwezo binafsi ama ni timu? Nadhani ni uwezo binafsi. Najua kuna mchambuzi aliandika kwamba Simba imemsajili mchezaji ambaye hajacheza msimu mzima. Nikamwambia hicho si kigezo cha kumfanya Enset Oula akashindwa kwenda kuperform. Nikatoa mfano kwa mchezaji kama Mudathir Yahya, alikaa muda mrefu sana hajacheza kabla ya kwenda Young Africans, lakini alienda akaperform. Kwa hiyo hata kwa Enset Oula imekuwa ni rahisi kuweza kuperform kwa sababu anajua wajibu wake. Nadhani Simba amepata mchezaji mzuri zaidi, anahitaji tu muda na kuanza kuzoea mazingira. Lakini kitazama pia hata namna ambavyo Luemba anacheza, ni bonge moja la mchezaji, pasa mzuri, lakini si mchezaji ambaye ana pressure akiwa na mpira. Uwezo wake wa kuweza kutumia maarifa kwenye nyakati ambazo anamhitaji yako kwa 100% kubwa sana. Kwa hiyo nadhani tuendelee kumpa muda Steven Beka kwa sababu amekuja kuikuta timu ikiwa kwenye setup nyingine na amelazimika kuibadilisha tena kwa 100% kubwa.